Atukuze Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Watumishi wa Mungu mlio ndani ya grupu au watumishi wa Mungu wa YouTube wote mnaofuatia Zumaridi News TV. Niko mbele zenu mahali hapa na watoto nao waona watoto ni wa kike. Hao ni watoto wa kike ambao ni utoto wa utabiri. Ndugu watazamaji, ni watoto ambao ni watabiria wakiwa katika matumbo ya mama zao. Ni watabiria kama utazaa mtoto wa kike ataitwa Neema ambaye ni huyu hapa. Pia utazaa mtoto wa kike ataitwa Diana ambaye huyu hapa. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ninakuletea haya mambo ni makubwa sana, mambo ya kimungu ya kutabiri. Wazungu wana zile ultrasound. Ukitaka kujua mtoto wako kama na mtoto gani tumboni, unaenda kupigwa ultrasound, anaonekana mtoto wa jinsia yake. Lakini kwa Mfalme Zumaridi ultrasound ni jicho tu. Nikikuangalia tu mimi hivi tumbo lako najua mtoto uliyembeba ni mtoto gani, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hawa walikuja kwa Mfalme Zumaridi wakataka kujua wana watoto gani katika matumbo yao. Baada ya kuwatazama na kuwaombea, niliwaambia una mtoto wa kike. Na utazaa mtoto wa kike utamuita Diana ambaye ni huyu hapa. Na utazaa mtoto wa kike utamuita Neema. Kwa hiyo hawa wote ni watoto ambao walitabiriwa wakiwa katika matumbo yao, ndugu mtazamaji wa Zumaridi News TV. Na nimetabiriwa watoto wengi sana ambao hawahesabiki. Ni wengi mno ambao nimewatabiria, wa kiume wengi, wa kike wengi sana. Mtu ana mimba akija tu nikimwangalia tu ninamwambia. Na kama anataka mtoto wa kiume akati tumboni kwake mtoto wa kike, na uwezo ambao Mungu amenipa kutamka na jinsia Mungu akaibadilisha. Ndugu mtazamaji, na uwezo huo wa kutamka mtoto akiwa unataka mtoto wa kike. Alafu ukiwa una wa kiume tumboni, hata kama umeshaenda kuangaliwa ni ultrasound. Umeangaliwa na ukahakikisha na mtoto wa kiume. Lakini wewe unamtaka mtoto wa kike. Ukija kwa Mfalme Zumaridi, ninakutamkia kwa imani yako na imani yangu, Mungu aliyemo ndani yangu anabadilisha jinsia. Ndugu mtazamaji, na hivyo wapo. Lakini hawa niliwatabiria kwamba ni tumboni na watoto wa kike, na nikawapatia majina yao na wakaanza kuitwa majina yao akiwa na ujauzito. Na watoto walipozaliwa wakazaliwa watoto hivyo wa kike. Ndugu watazamaji, basi ndugu watazamaji, endeleeni kufuatilia Zumaridi News TV. Endeleeni kufuatilia matukio mbalimbali. Hili ni moja la tukio. Ni matukio makubwa ambayo Mungu ametuletea duniani, ultrasound ya mwanadamu. Hii ni ultrasound ya mtu ambaye amembeba Mungu ndani. Hiyo ndio ultrasound. Ultrasound inaweza kukosea, lakini ultrasound ya Mungu haikosei. Haikosei. Hata wewe ndugu mtazamaji, kama unataka mtoto jinsia fulani na umepima kuonekana na mtoto wa jinsia ambao unataka wewe, ukija kwa Mfalme Zumaridi ukatamkiwa katika roho na kweli na ukawa na imani, mtoto jinsia inabadilika. Ukiwa umezaa watoto labda 4 wa kiume wote, unatamani uzee mtoto wa kike, njoo kwa Mfalme Zumaridi akutamkie uzee wa kike. Ukiwa na watoto wa kike 4 au 5, unatamani kuzaa mtoto wa kiume, njoo kwa Mfalme Zumaridi, nitakutamkia na utampata mtoto unayemtaka, jinsia unayotaka, na utaipata kwa jina la Mungu aliyekaa ndani ya Mfalme Zumaridi. Barikiwe sana. Huyu kushoto kwangu anaitwa Neema Rafaeli. Huyu kulia kwangu anaitwa Diana Haruni Tanoga. Wote na mama zao, sio mapacha hao. Huyu na mama yake na pia na huyu na mama yake. Wote walikuwa wanataka watoto wa kike sana. Walikuwa wanataka ndani ya roho zao wazae watoto wa kike. Na hao waliokuwa wanataka ndio ni watabiria na wakawapata. Na sasa wananyonyesha kwa utukufu wa Mungu. Tubarikiwe sana. Basi naomba sasa kila mtu aje hapa achukue mtoto wake ili kusudi ya sura ya mama uione. Na Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji wa Zumaridi News TV au group la WhatsApp. Tubarikiwe sana. Tunaomba tuone wazazi wao sasa. Huyu ndio mama yake na Neema anayekuja kumchukua mtoto wake Neema. Huyu ndio mama yake na mtumishi na mtoto anaitwa Neema. Huyu ndio mama yake anamchukua mwanae kwa jina la Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Na huyu ndio mama yake na Diana. Naye pia anakuja kumchukua Diana, na Mungu abariki. Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Kwa majina naitwa Priska William. Jina nilopewa na Mfalme Zumaridi naitwa Penina William. Tangu nimefahamu imani ya Mfalme Zumaridi, nimefahamu toka mwaka 2017 mwezi wa 9 mpaka sasa nipo ndani ya imani ya Mfalme Zumaridi. Lakini kuja kwangu kwa Mfalme Zumaridi, nilikuja na mama wangu alikuwa na tatizo la miguu kuvimba, ilimpelekea kutokutembea, kutokufanya kazi yoyote.
akawa ni mtu wa ndani, lakini nilikuja kwa lengo la kumleta yeye akiwa kama mgonjwa. Lakini pale pale Mfalme Zumaridi atushauri wote tusomewe ramani. Kwenye ramani ile ambayo ya mume wangu ilikuwa inamhusu yeye na ramani ya kwangu mimi inahusu mimi kama mimi. Katika ramani ile ilivyokuwa imesomwa ni kwamba mimi nilikuwa na tatizo la uzazi, na kweli nilikuwa na shida ya uzazi, nilikuwa na shida ya michango, nikawa natumia dawa za kienyeji, lakini sikuweza kushika ujauzito kwa wakati huo toka mwaka 2015 ndio. Kwa sababu 2013 nilikuwa na mtoto mdogo ambaye 2013 ambaye nilimzaa mwanangu. Haya. Kuanzia hicho kipindi nikawa nimezaa huyo mtoto, sikubahatika tena kushika ujauzito. Nikawa nikishika ujauzito unaharibika. Haukui, mimba zinatoka, na tukana na watu kwamba ninatoa mimba, naenda kwa waganga, napewa dawa za kienyeji na kunywa, lakini zinakuwa zaiti mafanikio. Napokuwa nimeshika ujauzito, mume wangu anakuwa ananiletea dawa za kienyeji ili kuweza kukuza ujauzito. Hapo tulikuwa bado tujafahamu imani ya Mfalme Zumaridi. Nikawa natumia zile dawa, lakini mimba zikawa zinatoka. Mwisho wa siku nikawa natukanwa kwamba ninatoa mimba, kwamba mimi sipendi kuzaa. Lakini mwisho wa siku ambapo mume wangu aliugua, tulikuwa tumefahamu imani ya Mfalme Zumaridi, ndipo suluhisho langu likawa limepatikania hapo. Baada ya hapo kuja nikawa na imani, baba akaniambia ambaye ni Mfalme Zumaridi kwamba nitapona na nitashika ujauzito na nitazaa watoto kama kawaida kama hapo mwanzo. Miaka ikawa inaenda. 2018 Mfalme Zumaridi kwenye madhabahu yake alikuwa akituita wanaohitaji watoto, tunaenda pale mbele, ananiombea, anatuombea tukiwa wengi na wenzangu wengine. Hivyo nikawa natembea na imani yake Mfalme Zumaridi. Nikawa natumia maji ambayo ukienda na kuombea nakwambia unanunua maji, sabuni, mafuta, mswaki. Akawa ananiombea. Nikawa natumia yale maji nilivyokuwa nikiyatumia nikawa natumia kwa kuyanywa, lakini nilikuwa nayatumia kwa muda mrefu, nayatumia nikiona mtumishi pale kanisani amefanikiwa kupitia yale maji, na mimi nikawa najipa moyo kwamba ipo siku nitakuja nibebe mimba na mimi kama wenzangu. Na mimi nikawa siku zinaenda hivyo, mwanaume ndani ananiambia kwamba anataka mtoto, nibebe mimba. Muda ukifika nikishika ujauzito unaharibika, mimba ikiharibika, mwanaume ndani amani inakuwa haipo, maelewano hayapo, mwanaume anatoka nje ya ndoa kwa lengo la kutaka watoto nje. Ndoa inavurugika, anatembea na wanawake nje, anaambia kwamba yeye anahitaji mtoto, mimi sitaki kuzaa. Hivyo miaka inaenda. Ilipofika mwaka 2019, mmangu aliniambia kwamba huu mwaka usiisha anahitaji mtoto. Nikamwambia kwamba nitazaa, lakini sio kwa sasa, lakini kuizaa kwangu mpaka tusimame kwa Mfalme Zumaridi. Kipindi hicho tayari mmangu naye tulikuwa tunasali naye miaka hiyo, hakuwahi kuacha kuja kanisani. Baada ya hapo tulikuwa tunaendelea tu kuishi, tunaishi. Nikawa nimeshika ujauzito. Baada ya kushika ujauzito ule, nikawa nakunywa maji, tumbo likawa limeanza kunisumbua ghafla. Baada ya kunisumbua ghafla, nikawa natumia yale maji. Ghafla mama wangu kama ameniletea dawa kutoka kwa Wamasai. Aliponiletea dawa kutoka kwa Wamasai, nikawa nakunywa. Dawa hiyo nilivyoinywa nikawa natoka maji machafu sehemu za siri. Ikanipelekea mimba kutoka. Baada ya hapo, nikawa naendelea tu kunywa yale maji. Hivyo baada ya kuona ndoa yangu inaenda kuvurugika, nikaamua kuchukua jukumu la kuchukua ile maji ya baraka ambayo baba huwa anapokuwa unaenda unanunua na kuombea. Nikawa nachukua ile maji na mpaka nakunywa migidi nishike ujauzito. Ina maana kwamba hata kama nilikuwa nikikaribia kufanya tendo la ndoa na mume wangu kushiriki tendo la ndoa, nachukua ile maji na naweka kwenye nguo najipaka. Tukimaliza kufanya tendo la ndoa naanza najipaka tena. Sasa Mfalme Zumaridi, naomba uweke geti ndani ya tumbo langu kama ujauzito umeingia, mimba isiweze kutoka tena, ili niweze kuzaa, nimrudishie mume wangu furaha katika familia, kwa sababu magumu nayo yapitia mimi ndo nayajua na wewe ndo nayajua. Siku zikawa zinaenda, ilipofika mwaka jana, mwaka 2020 mwezi wa 9 ndio ilikuwa mara yangu, mwezi wa 9 kwenye tarehe 18 ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho kuziona siku zangu. Kabla ya hapo, wiki moja kabla, nikawa nimekuja, baba akawa ametushika mikono akanitabiria kubeba ujauzito. Aliponitabiria kubeba ujauzito ambaye ni Mfalme Zumaridi, baada ya mwezi mmoja nikawa nimeshika ujauzito ambao ni mwezi wa 9 kuelekea uchaguzi mwezi wa 10. Kwa hiyo mwezi wa 10 nilikuwa na ile hali ya kuugua mara kwa mara, lakini sikujua tatizo ni nini. Mwezi wa 10 mwishoni nilikuwa na ile hali ya ujauzito. Hapo tayari tulikuwa tumegombana na mume wangu, nimebeba vyombo nimeenda nyumbani, tulikuwa tuna migogoro hapa na pale. Na sababu kubwa nyingine iliyopelekea sisi kugombana mpaka mimi kubeba vyombo kwenda nyumbani ilikuwa ni kuzaa. Mwanaume akawa
ndani ndoa ikawa haipo tena. Shida ilikuwa ni kupatikana kwa amani ndani ya nyumba ambaye ni huyu mtoto. Na mtoto huyu alipatikana kwa ajili ya Mfalme Zumaridi. Baada ya hapo mimi nikawa nimekuja kwa Mfalme Zumaridi, nikaja kumletea matatizo yangu, nikaja kushtaki, nikamweleza yote yaliyonikuta. Akamhitaji mume wangu akaja. Baada ya kuja akatuweka sawa, akaturudisha akaturudisha kwa kitu kimoja. Baada ya kushakuwa kitu kimoja, akawa ametambua kama na ujauzito, akaniombea. Baada ya kuniombea akaniambia kwamba ujauzito huu na utabiri kwamba hautotoka, utajifungua salama na utajifungua mtoto wa kike. Akawa amenitamkia hayo maneno, akawa ameniombea na mimba haitotoka tena na utajifungua salama. Kwa hiyo sasa baada ya muda hapo nikawa na ndani ya ndoa, nyumba ikawa inayumba hivyo hivyo, amani ndani ikawa haipo. Sasa Mfalme Zumaridi alivyokuwa ameniambia kwamba nirudi nyumbani kwangu, na mume wangu akawa amemwambia kwamba tuishi tena pamoja, na ile mimba tulikuwa tumeendelea tumeishi. Baada ya muda mwanaume akawa ameikataa mimba, akasema mimba sio ya kwake. Baada ya kunitamkia kuniambia ujauzito sio wa kwake, nikawa napigwa pigo mara kwa mara, natukanwa, siachiwi pesa ndani ya kutosha kwa sababu ya ujauzito kwamba sio wa kwake tena. Wakati wa kutabiriwa tulikuwa wote, na nilipokuja kuombewa mwezi wa 9 tulikuwa wote, na wakati na ujauzito baba alivyotuweka pamoja tulikuwa wote. Baada ya hapo niliishi maisha ya shida. Mwanaume alidiriki kuwa na wanawake wengine nje, sio mmoja wala sio wawili, na akawa naifahamu imani ya Mfalme Zumaridi. Nikawa sina thamani tena kwa sababu hii mimba alisema sio ya kwake. Nikawa nakuja kwa Mfalme Zumaridi namweleza matatizo yangu. Nikawa nampigia simu apokei ili kwanza kurudisha amani ndani ya nyumba. Nikawa namuita Haji. Alizulia siku moja tu. Siku leo muonya kwamba achane na wanawake, lakini hakuweza kuacha. Nilikuwa natukana mpaka nafuatwa mlangoni mpaka na wanawake waliokuwa natembea nao. Wananifanya wanavyotaka, nipelekwa mpaka polisi. Hiyo yote alikuwa anatafuta mtoto, lakini hawakumzalia. Hakuna aliyezaa naye. Wote walimkimbia. Wengine wakarudisha urafiki kwangu, wakaja kunieleza. Hao wakati wanawake walikuwa wakitembea nao walinifuata, wakaniomba msamaha. Waka mambo mengi ya ajabu, yakiwemo mengine ya kichawi. Kwamba alipewa dawa za kuja kupaka ndani za kienyeji kwa mganga, aje apake chumbani ili mimi niondoke pale tunapoishi mimi na yeye, na mambo mengine mengi. Wale wanawake wakaona huyu mwanaume sio mtu mwema, kwa sababu walimwambia kwamba kama mke wako unamfanyia mambo kama hayo, sisi unayetaka tukuzalie tuishi na wewe, na sisi tutatufanyia hivyo hivyo. Kama mwanamke mwenzetu umeweza kumfanyia hivyo, na sisi itakuwa ni hivyo hivyo. Aliniomba msamaha. Baada ya hapo, mmoja kati ya wale akawa ameniomba nimsamee, tusahau yale yote. Na mimi ni binadamu, kwa kuwa ametambua. Na pili tulikuwa tunachangia mwanaume mmoja. Kwa kweli kwa mwanamke mwingine ambaye anayejitambua kuongea mambo kama hayo, unabidi umfikirie mara mbili, lakini kwa wengine inakuwa sio rahisi. Na mimi nikawa nimemsamea. Lakini baada ya muda nikawa nimejifungua mwezi wa 7 tarehe 19. Kabla ya kujifungua, baada ya kama wiki mbili, kama nipigia simu Mfalme Zumaridi, maisha anayopitia na hali jinsi ninavyoendelea. Akawa ananiombea, ananipa moyo, nampigia simu usiku, jinsi ninavyofanyia vituko vyote na mwanaume akiwepo.
baba alikuwa ananitia moyo. Zilizobakia kama siku 2 nijifungue, baba akawa amenipigia simu, akaniombea, akaniambia mtumishi, utajifungua salama. Bila shida yoyote. Utajifungua mtoto wa kike. Ilivyosalia siku moja kuelekea kwenda kujifungua, nikampigia tena simu mimi mwenyewe. Nilipompigia simu mimi mwenyewe Mfalme Zumaridi akaniombea. Akaniambia kama endapo utaenda leba unijulishe ili nikuombee uweze kutoka leba salama na utajifungua salama. Na kweli nilifanya hivyo. Siku ambayo nilikuwa nimempigia simu kwa siku ya Jumapili jioni mida ya saa 3 usiku. Siku ya Jumatatu saa 11 alfajiri nikawa nimepata ile hali ya uchungu kwenda kujifungua. Nikawa nimeamka nikamwamsha mume wangu, akawa amenipeleka hospitali ya Butimba, hospitali ya Nyamagana, hospitali ya wilaya. Akawa amenipeleka pale, akafika kaniacha pale hospitalini, baadaye akawa amerudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, baada ya saa 1:30 nikawa nimempigia simu Mfalme Zumaridi. Hapo ilikuwa ni muda wa saa 3. Nikawa nimempigia simu. Nilipompigia simu Mfalme Zumaridi akawa ameniombea. Akaniambia mtumishi uko hapa? Nikamwambia nipo hospitalini, hospitali ya Nyamagana. Akaniambia nataka nikuombee ili uweze kujifungua salama kwa sababu njia yako tayari inaonekana iko wazi kwa ajili ya kuweza kujifungua. Nikasema amina baba, nikapokea. Akaniombea ndani ya dakika 15. Hapo ilikuwa ni mida ya saa 3. Alivyoniombea, baada ya kuniombea nilitumia kama dakika 20 toka alivyoniombea. Yaani zilipita kama dakika 20. Kwenye saa 4 kama alikuwa na robo hivi, kulikuwa kama na nusu, nikawa nimeweza kujifungua, ambaye ndio mtoto huyu hapa wa kike. Baada ya kujifungua nikapumzika. Baada ya saa 1 kwenye saa 6 kasoro nikawa nimeweza kumjulisha tena Mfalme Zumaridi kwamba baba tayari nimeshajifungua, mtoto ni wa kike. Nilipojifungua mtoto wa kike akaniambia pindi utakapotoka hospitalini au ukitoka kupumzika uje na huyo mtoto moja kwa moja ili niweze kumuona. Na kweli nilifanya hivyo. Baada ya kujifungua nilipumzika nyumbani kama siku moja. Nilipumzika kama siku 2. Siku ya 3 nikawa nimekuja, maana nilikuwa bado sijapata nguvu vizuri, hapo nikawa sijakaa sawa kiafya. Hiyo siku ya 3 nikawa nimekuja, nikawa nimemleta mtoto, akawa amemuona na akawa amempatia jina. Jina lake akawa amempa jina la Neema. Na alinipokea kwa mikono miwili, akampokea na mwanangu. Nikamwambia baba, nimekuletea mtoto huyu hapa ambaye nilitabiria mwanao. Ile nitabiria kabla ya mimba na wakati nimeshika ujauzito na mpaka sasa hivi kiumbe kimefanya nini? Kimekuja duniani. Kwa hiyo mtoto ndio huyu hapa. Lakini mpaka sasa baba wa mtoto ambaye naishi naye ambaye ni mume wangu simuoni tena kuongea wala kuwa mkorofi ndani ya nyumba. Yaani zile tetesi zote, ule ugomvi wote sasa hivi haupo. Nami namshukuru Mfalme Zumaridi, ameweza kunifutia aibu ndani ya familia ya mume wangu, ameweza kunirudishia furaha ya familia yangu, kwani nilikuwa tayari nimeshazalaulika, sio kwa ndugu wa mume wangu, mpaka kwa mume wangu mwenyewe, mpaka kwa watu wake wa karibu. Waliweza kunidharau kwamba mimi sina thamani tena kwa mume wangu. Waliweza kumshauri mambo mabaya, lakini Mfalme Zumaridi aliweza kunisaidia na kuweza kunipa moyo na kuweza kunifariji mpaka hivi sasa, kwa sababu amenifutia aibu ambayo nisingeweza kuifuta mimi mwenyewe, wala mtu yoyote asingeweza kuifuta, bali ni Mfalme Zumaridi mwenyewe, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua, kwa sababu nimehangaika sana, ila suluhisho nimekuja kulipata kwa Mfalme Zumaridi, na neema nimekuja kuipatia kwa Mfalme Zumaridi. Sasa hivi naishi kwa uhuru, naishi kwa amani, nina furaha. Amenirudishia furaha kwa mume wangu, tunaishi yale yote mabaya yale kwa nikitendewa nyuma kwa na mume wangu, sasa hivi sijaona kwa kweli, kwa sababu toka nimejifungua huyu mtoto sijaona tatizo lolote. Amina. Kwa majina yangu naitwa Masa Aroni. Na kila sababu ya kuweza kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake na rehema zake kuweza kunipa mtoto wa kike aitwaye Diana ambaye yupo hapa mbele yenu. Sio kwa ufahamu wangu, bali ni kwa neema yake Mungu aliyeweka makao ndani ya Mfalme Zumaridi. Ilikuwa mwaka jana mwezi wa 11 nilikuja kwa Mfalme Zumaridi nikiwa na shida ya mtoto.
nikaja kumwambia Mfalme Zumaridi, baba, naomba uniombee, nina shida na mtoto. Akasema sawa, umepokea, utapata mtoto wa kike. Kweli akaniombea kabla sijapata ujauzito hapo. Akaniombea. Ilipofika tarehe 15 mwezi wa 11, majibu ya Mfalme Zumaridi yakawa yamenena juu yangu, nikapata ujauzito. Mimba ikiwa na wiki 2, nikawa nimeenda kupima hospitali, nikakutwa na ujauzito. Baada ya kukutwa na ujauzito, nikaja kwa Mfalme Zumaridi, nikamwambia baba, nina ujauzito. Akaniambia amina. Akaniambia mtoto aliyepo tumboni ni mtoto wa kike. Nikamwambia amina baba. Nikamwambia nashukuru Mfalme Zumaridi. Akasema amina. Kweli akanipa na jina, ikawa anaitwa Mama Diana. Akaniambia mtoto wako ataitwa Diana. Kweli wakaanza kuniita Mama Diana toka mtoto mimba ikiwa na wiki 2. Toka mimba ikiwa na wiki 2 nikawa naitwa Mama Diana mpaka nimefika mwaka huu 2021 mwezi wa 8 tarehe 1. Watu wananiita tu Mama Diana, Mama Diana. Ilipofika kwenye tarehe, yani kwenye tarehe 20 kitu mwezi wa 7, kwenye tarehe 29 28 nikaanza kuona dalili ya uchungu. Umeona? Nilipoona dalili ya uchungu, nikaenda kwa mfalme, nikamwambia baba, najisikia dalili ya uchungu. Akasema hivi, amina, utajifungua salama, hauna shida yoyote. Kwa hiyo kuwa na amani, pokea kujifungua salama na mtoto wako ni yule Diana wa kike. Nikasema amina baba. Kweli mimi nikakaa nikiamini kwamba Zumaridi ni mwaminifu, nitajifungua, maana matendo yake mengi nimeyashuhudia. Kwa hiyo niliamini kabisa kila alichonitamkia nilikipokea katika roho kabisa, nikiamini kwamba nina mtoto wa kike tumboni mwangu na nitajifungua salama. Kweli ilipofika siku ya tarehe 1 mwezi wa 8 nikajifungua. Nikajifungua salama nyumbani kwa Mfalme Zumaridi, nikajifungua salama. Kwa kweli namshukuru Mfalme Zumaridi, na nikajifungua mtoto wa kike ambaye Diana huyu hapa, ni kwa neema yake Mfalme Zumaridi. Kwa hiyo narudisha sifa na shukrani mbele zake Mfalme Zumaridi, aendelee kumshika mwanangu na kumlinda. Amina. Usikose kufuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.